tumefanya hujuma takriban faulo kama 3. Yaani tunafanya faulo, refa anafanyaje anapeta. Kwa hiyo ni miongoni mwa jambo ambalo lisababisha kwamba leo hii kwa tusifanikiwe ni refa. Ni refa tu. Refa yeye ndio mwenye maelekezo. Ambaye amepewa maelekezo, hajatumia sheria 17 za soka. Ametumia sheria 6 au 7 za kezo maelekezo. Ni hicho kitu ambacho kwamba tumekishuhudia live. Tumeona kipindi cha kwanza tunaona goli moja. Kipindi cha pili tunaingia, tunapiga dakika 56 tunapata kadi nyekundu ambayo hakika hata wewe ndugu waandishi habari au Tanzania wote huwezi kutoa kadi nyekundu. Ule ni hujuma ambao ni wa live kabisa. Yaani hujuma ambao kwamba tunajiuliza swali kwamba tumewakosea nini? Lakini hao tuliyajua tokea mwanzo. Miongoni mwa watu ambao wametuanisi sana ni Engineer Hersi. Amuoni kama mmepata kichaka tu cha kujifichia kuhusu refarii na kadi nyekundu? Sasa unaposema kichaka, tumepewa kadi nyekundu, wewe ndugu mwandishi habari, soko nalijua. Baada ya hapo tumepiga goli la pili. Refarii amesema pamoja na VAR wakasema ni offside. Niambieni, hii waandishi habari. Ile offside nani kazidi? Mfungaji wa goli. Ndio aliyozidi. Amezidi nini? Niambieni amezidi nini? Kwa hiyo mnabishana na VAR, mtu anaonekana zaidi kwamba amezidi, ameruka kichwa akiwa peke yake. Kuruka kichwa kwa peke yake sio shida. Wametuonyesha wapi katika mstari wao VAR kwamba wao wamechora mchoro kwamba yeye amezidi bega? Maana VAR nini? Wenzetu wazungu kule Ulaya wakisema mtu amezidi hawatumii propaganda. Sawa, wenzetu wanapiga mstari kabisa ambao wanatuambia bwana hapa amezidi huyu kichwa, huyu kazidi mkono au mguu, lakini hatujaona. Wakati mnakwenda katika mchezo huu watani wenu waliwatahadharisha na kuambia refa ambaye anakwenda kusimamia sheria 17 za mchezo ndiye ambaye alitunyonga kule South Africa, nanyi mkaingia kwa kutamba ya kusema hili tunabeba. Leo imekuwaje? Na ndio tumesema kwamba na ni kweli refa huyu nakumbuka kumbukumbu kwani nayo wala hujanifunga maneno, ni kweli aliwafanyia ukatili wa kijinsia Yanga Afrika. Sawa, lakini tuliwacheka Yanga Afrika. Sawa, lakini leo hii huyu refa amekuja kutulipizia maumivu yale ambaye aliopewa Yanga Afrika na sisi ametupa maumivu kama yale. Kwa hiyo na huu unataka useme ni ukatili wa kijinsia? Of course. Yaani kwamba tumefanywa ukatili wa kijinsia. Kwa sababu yani sisi Simba tumecheza mchezo, tumewazidi kila idara, sio ball position, sawa, tumewazidi shoot on target, tumewazidi kila kitu, lakini hata magoli tumedumbukiza magoli mawili, moja limekataliwa. Maana yake nini? Refarii tayari alishaandaliwa. Refarii yule akuwa refarii wetu. Niwaambie ndugu waandishi habari na Tanzania wote, kwa staili hii Simba Yanga tutakuwa watu kushiriki tu michuano hii mikubwa. Kwa nini kifanyike sasa? Cha kufanyika lazima kwanza Tanzania lazima tujue kwamba ni nani ambaye anatuhujumu. Simba tumejua. Mmegundua nini? Sawa, Simba tumegundua ni mtu ambaye anatuhujumu, ni Engineer Hersi. Lakini huyo engineer unamzungumzia yeye amehujumu na wao walihujumiwa. Wakati anahujumiwa yeye sio rais. Yeye sio mwenyekiti wa vilabu. Sawa, lakini amehujumiwa. Wao walihujumiwa wakati yeye sio mwenyekiti wa vilabu. Lakini Engineer Hersi ofisi yake iko Morocco. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba hata Yanga walipozulumiwa ile goli engineer ndiye aliyehusika? Yanga wao walizulumiwa kwa sababu ya rais wa CAF. Sawa, kwa sababu yeye ndiye mwenye timu. Lakini leo hii Engineer Hersi kalipiza kisasi. Niwaeleze. Simba anaingia nusu finali. Hatujamuona Mtanzania Engineer Hersi akisimama na kuwapongeza Simba Sports Club. Yeye ni rais au yeye ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, nieleweni. Maana yake, lakini pia ni Mtanzania huyo. Ukiangalia CAF na peji zao, kila hatua timu ikiingia wanatoa barua kupongeza. Malaika. Naam. Hajawapongeza hata Mamelodi wala Piramidi, lakini maana yeye ndo rais wao wa vilabu vyote barani Afrika. Ni nukuu. Baada huyo mwenyekiti ni Mtanzania. Baada mwenyekiti timu moja hapo imetoka Tanzania. Kwa maana yake bado hata kama asipongeza Mamelodi, yeye ana wajibu wa kuipongeza timu ambayo inatoka katika nchi yake. Watani wenu walitoka na kusema kwamba wanasikitika kwa hichi ambacho ameamua kukivaa kama na kwamba rais wa Baraza la Mapinduzi la Zanzibar juu ya gharama za uwanja, kana kwamba baada ya mchezo atajutia kwa hiki ambacho amekibeba. Gharama za uwanja ambazo serikali ya Zanzibar imefanya, mimi niwaeleze kitu kimoja, msitake kunifunga, lakini mimi najua kuna janja nyingi ambazo zimefanyika juu ya hii mechi. Hata rais wa Zanzibar sitaki kumzungumzia,
rais mpendwa, rais ambaye ana upendo mkubwa na Simba ina Simba yetu, lakini naomba msije mkanipandisha hasira. Sawa? Tunajua kila kilichoendelea. Sawa? Tunajua kila kilichoendelea na kila kilichofanyika. Kwa hiyo tushukuru tu kwa kile ambacho rais wa Zanzibar ametufanyia. Lakini wao visiwani Zanzibar hawakuwepo, mnapowahusisha ni kama mnawakosea. Maana nyuma mwiko wapo kila idara. Sawa? Nyuma mwiko wapo kila sehemu. Mpaka kwa babu. Sawa? Sio kwa babu, wapo mpaka hadi makaburini. Sawa? Niwaeleze mambo ni mengi ambayo yamefanyika na sisi Simba tunajua. Na ndio maana mzee Dalali alisema kwamba tutazana mtu. Kwa hiyo mzee Dalali akachemka. Amechemka kwa sababu wahuni wamekuwa ni wengi. Yaani mchezo wetu tumeingiwa na wahuni wengi sana. Wahuni wamesababisha leo hii Simba tunafedheka, Simba tumeathirika, Simba tumeshindwa kuchukua kombe. Ila niwaeleza wana Simba wote tunapaswa tuwapongeze viongozi wetu wa Simba. Baya Ubwela umeshindwa kufanya kazi nje ya uwanja kana kwamba tunashuhudia baadhi kiunzi ambacho ni kama mliwawekea kwenye magari waliruka na hawakupanda. Hii labda inaweza ikawa ni moja kati ya sababu ambayo imepelekea mchezo kuwa mgumu na kupoteza kikombe. Sasa kama wao tuliwapelekea gari wakashindwa kupanda, ni nani kapa maelekezo? Alafu na wakati wao wameshukia uwanja gani? Airport ipi? Zanzibar. Wao ni nani ambaye kafisha siri? Sijajua mimi na. Ndio maana walikuwa viongozi wao muda mrefu sana na ubalozi. Hapana, nielewe kitu kimoja. Au Arabu Belkani kutoka Jangwani. Nisikilize. Kuna wakojani ambao Yanga Afrika ambao hao wanaongoza. Maana nasema kitu kimoja. Mimi nasema shida iliyopo mimi namlaumu mtu mmoja tu. Sawa? Na huyu dada yangu samani, huyu nina wasiwasi anasema kwamba huyu engineer sio engineer mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, hapana. Huyu ni mwenyekiti wa vilabu vya pombe barani Afrika. Sumadhuri ni mwenyekiti wa vilabu vya pombe barani Afrika. Maana gani kusema hivyo? Sasa kama tuna mwenyekiti wa vilabu barani Afrika na Mtanzania hatuoni msaada wake. Sasa huyo ni nani? Kana kwamba mngechukua kombe ili mngelikumbuka la kusema kama mwenyekiti hajawapongeza, mwenyekiti si hivi. Tulishasema tokea awali. Kama mnanukuu interview zangu, nilisema katika miongoni mwa mtu ambaye simuelewi, anaishi katika utani, aishi katika uongozi wake. Yeye anavyo viwili, anavyo mwenyekiti na pia nayo rais wa Yanga Afrika. Yeye anawekeza sana kwenye Yanga, awekeze kwenye kimataifa. Mmejisikia vipi sasa kupoteza kombe mbele ya rais? Ukisema kujisikia neno baya sana hilo. Sawa. Ila kiuhalisia tumejisikia vibaya mno na tumeumia sana. Miongoni mwa maumivu ambayo tumeyapata sisi Simba ni kupoteza hii finali ya pili. Hii ni finali ya pili. Ndio timu pekee ambayo tunacheza finali na kombe liko uwanjani. Maumivu ni makali. Sawa. Sio makali peke yake, ni mabaya mno. Sawa. Lakini Simba peke yake tumeweza kuonyesha kombe liko uwanjani katika taifa hili toka taifa lizaliwe. Hamna timu nyingine. Lakini hamuoni kama mmeleta kombe liko uwanjani, lakini kama najisi mmelinajisi kombe hivi kulileta hapa. Kombe limeondoka. Hapana, wewe ndugu mwandishi habari, na sasa tuko Yanga. Kwa kumalizia, mlikusanya baadhi ya waliokuwepo miongoni mwa wachezaji ambao walikuwepo katika fainali ya 93 na waliweza kuzungumza na wachezaji kana kwamba tulitegemea iwe hasbabu ya kujifunza kutokurejea makosa. Kombe limeondoka tena hapa nchini Tanzania. Utofauti ni visiwani Zanzibar. Lipi la kuzungumza? Ujuma, nieleweni. Tumefunga goli la kwanza kipindi cha kwanza, lakini pia dakika ya 56 tunapewa kadi nyekundu bila makosa, lakini kocha msaidizi anapewa kadi nyekundu. Sawa, kocha Fadro anapewa kadi ya njano, lakini bado dakika takriban ya 80 ngapi tunapiga goli la pili. Viana nafanyaje? Inakataa. Maana yake nini? Na tukiangalia, mimi nitaenda kwenye simu, nitaiona ile offside kwenye simu. Maana tuna tabia hiyo Afrika, kwamba offside hawasemi Viana, offside wanasema mdomoni, lakini pia kwenye simu ndo tunaziona. Malaika, unaingiaje kesho kazini kwako? Kesho sitaingia kazini. Shukrani sana. Kesho kazini sasa kuingia. Nitapumzika nyumbani. Shukrani sana. Asante sana.